Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Zamani tumetatua migogoro mingi kwa namna ifuatayo. Mradi unaenda kutekelezwa eneo fulani, lakini kwa sababu fulani mkandarasi anashusha vifaa kwenye eneo ambalo haliko eneo la mradi. Nguzo zinakwenda eneo la kitongoji ambacho hakiko kwenye mradi. Tunaanza kuambia wananchi, kuwatamanisha wananchi kwamba mradi unakuja, lakini kumbe hawapati. Siku zinavyohamishwa kupelekwa kitongoji husika, tunatengeneza migogoro. Kwa hiyo vifaa vya ujenzi vishushwe eneo la mradi, tusiwakorofishe wananchi. Hilo tumeelekezwa kwamba tuwaambie ili kuepusha migogoro. Lakini vile vile, Mheshimiwa Mwenyekiti, migogoro ya kukata mazao ya watu au kutokukubaliana na watu kupitisha miundombinu kwenye maeneo yao, hiyo nayo haivumiliki. Ni jukumu la mkandarasi, tukimsaidia sisi kuhakikisha kwamba huwezi kukata zao la mtu ikibidi mpaka iwe ridhaa yake. Kwa viongozi wenye viti wa vijiji na vitongoji washirikishwe ipasavyo pamoja na wananchi wao kuridhia kupitisha miundombinu kwa ajili ya maendeleo ya kiuchumi mahali watakapokuwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwisho kabisa ni kwamba tunaamini kwamba umeme ukifikia wananchi katika vitongoji hivi vilivyopo kwenye mradi mkoa wa Njombe, utainua uchumi wa mwananchi mmoja mmoja, utainua uchumi wa vitongoji husika, utainua uchumi wa mkoa wa Njombe, lakini utainua uchumi wa taifa. Kama ambavyo Mheshimiwa Rais ameweka kiwango hicho, ama REA ameweka kiwango hicho cha shilingi 27,000 cha connection, ni kiasi kidogo. Kwa hiyo na wananchi nao wana wajibu wao. Kwa hiyo pale ambapo mradi tutahitaji pengine kupitisha kwenye mazao, kama ambavyo tumesema viongozi wa vijiji washiriki, basi mwananchi na yeye aweze kufanikisha hilo, ile mkandarasi aweze kutekeleza wajibu wake, kusiwepo na vikwazo. Tunaamini kabisa upatikanaji wa huduma hii ya umeme itachochea shughuli za kijamii na za kiuchumi kwenye maeneo yetu. Tunajua kabisa kutakuwa na viwanda baada ya mradi kukamilika na umeme kuwashwa, basi shughuli za uzalishaji zitachangamka. Ni ahidi tu kama mkoa sisi tutatoa ushirikiano mkubwa kwa mkandarasi, na pale ambapo mkandarasi utapata changamoto yoyote, tunaomba usisite kuwasiliana na ofisi ya mkoa. Usije ukawa una kikwazo kwenye eneo la utekelezaji alafu unagugumia unawasiliana REA makao makuu. Sisi mkoa tupo kukusaidia kuhakikisha unatekeleza wajibu wako ndani ya miaka mitatu. Vijiji 218 vyenye fedha bilioni 25 iliyomwagwa Njombe inawaka, ili sasa tuweze kuangalia hatua zinazofuata. Nashukuru sana, tumekaribishwa hapa Njombe. Tunashukuru kwa muda wako Mheshimiwa. Kwa tumepata nafasi sasa hivi kujitambulia kwa hiyo mradi. Tunashukuru sana kwamba tumepata hiyo mradi hapa Njombe na tumeaminiwa kumaliza hiyo kazi. Kwa ufupi tunataka tuseme kwamba tutahakikisha kwamba hiyo mradi iishe ndani ya muda ambayo ilipewa kwenye mkataba. Itaisha kwa usalama with zero harm, na iishe kwenye quality ambayo inahitajika kwa watu wa REA, wa TANESCO na kwa kampuni yetu. Kwa upande wa sasa tulipofikia, tunataka ndani ya hizi wiki mbili tumalize kwa upande wa mobilization na kuanza kwa upande wa survey, so that tunaweza kuhakikisha hizi vitongoji vyote 218 ziko wapi na tujue kwamba scope yote itakuwa namna gani. Kwa upande wa materials tumeshamaliza kuplace order ya 30% hadi 40%, so that muda ikifika kuleta materials zisiwe na delay yoyote. So tayari tumeanza kujitayarisha, tumekuja na timu yetu yote ambayo watakuwepo hapa, na tunataka tuhakikishe kwamba vitongoji vyote vipate umeme kwa muda. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.